Kuyaona lazima niyaone kwa sababu kuna wakati nilikuwa nafanya makusudi kuchelewesha chakula ya. Kwa ukichelewa kuna nini chakula unakuta kuna mtoto mwingine alikuwa ni binti yake, ni mzuri, yani kiasi kwamba hadi mimi nilikuwa naumia. Kwani binti kama huyo amefariki? Sababu ni nini? Unakuta yule binti alikuwa anatoka. Anatoka. Kwa hiyo kiasi kwamba hata kama mlango wa nje hujautoa unaweza ukaumbuka. Kwa hiyo yani nilikuwa makini kweli. Kielewa, lakini tunafahamu kwamba ukienda kwenye dini nyingine ama ukihama unakuwa tayari unakuwa tayari umebadilisha energy fulani hivi. Yaani unakuwa sio kama vile wengine. Waislamu wana tuhuma nyingi. Mara nyingi huwa inasemekana wana majini, kuna kuchoma ubani, kuna kufanya nini. Hukuwaza hilo kwamba pengine naenda huku na kwenye kutakuwa na yale yale? Hapana, ni mawazo tu ya watu. Ni mawazo ya watu kwa sababu ninachoamini kwenye Uislamu kuna Mungu wa kweli. Okay. Umesema mume wako alikuwa na majini, tupe siri basi. Ulishakuona? Kuyaona labda siku moja. Kuyaona lazima niyaone kwa sababu kuna wakati nilikuwa nafanya makusudi kuchelewesha chakula Kwa ukichelewa kuna nini chakula unakuta kuna mtoto mwingine alikuwa ni binti yake, ni mzuri, yani kiasi kwamba hadi mimi nilikuwa naumia. Kwani binti kama huyo amefariki? Sababu ni nini? Unakuta yule binti alikuwa anatoka. Anatoka. Kwa hiyo kiasi kwamba hata kama mlango wa nje hujautoa unaweza ukaumbuka. Kwa hiyo yani nilikuwa makini kweli. Kwa sababu alikuwa anatoka anakuja hadi jikoni kuangalia kama kuna chochote. Kwa hiyo nilikuwa naonana nao na nilikuwa najitahidi sana kuwaisha chakula ili niendelee kuyaficha yale ambayo mume wangu anayaficha. Hao watu ambao kama misukule napenda kufahamu kitu. Kulikuwa kuna chumba maalum au alikuwa analala nao? Yaani vipi? Walikuwa na chumba gani ambacho pengine walikuwa wanapeleka chakula? Walikuwa na chumba chao maalum. Walikuwa na chumba chao na pia walikuwa kama 7 hivi. Wewe kama mwanamke mama, ulikuwa umshauri chochote mume wako kwamba hizi vitu kwa nini tusiache? Yaani kumshauri mtu hivyo ni ngumu. Kiasi kwamba ananiambia ulioyakuta hapa yaache hapa. Kwa sitaki kuja kusikia. Yaani kiasi kwamba nilikuwa naishi bila marafiki. Yaani sitakiwi kupiga story na mtu. Kwamba alikuwa anahofia naweza nikalopoka. Naweza nikaongea ukweli lakini ndio hivyo. Maisha yalikuwa mazuri lakini maisha yasiokuwa na furaha yawe mazuri. Yaani kwa mtu wa nje anaweza kusema wale ni matajiri, wale wana pesa, wale hata nikienda kuomba kitu fulani hamna kinachoshindikana. Lakini sasa mimi nilikuwa sina fulani hiyo ndoa. Yaani kiasi kwamba hata nile kitu kizuri sioni kama ni kizuri. Yes. Mtazamaji, ni mkasa ambao wa mama mchungaji ambaye aliolewa na huyo mchungaji ambaye ana imani za kishirikina na vitu vingine vingi ambavyo pengine alikuwa anavifanya. Kikawaida vitakushangaza na utajiuliza kwa nini ameamua kuzungumza haya. Ameamua kuzungumza ili angalau lolote likitokea mbele ya safari tuwe tunafahamu na tuwe tunaelewa. Toka umeondoka umesema ni miezi kadhaa. Amekutafuta mume wako? Kunitafuta ninavyosikia tu kwamba amenitafuta kwa sababu mimi hata wazazi wangu siwasiliani nao. Naogopa kuwasiliana nao kwa sababu wanaweza wakasema mimi niko sehemu fulani. Na namba nilishazibadilisha. Labda leo kwa mara ya kwanza anaweza kaniona. Yes. Kila mwenye baya huwa anakuwa na jema. Unamisi nini kutoka kwa mume wako mchungaji? Kitu kizuri ambacho pengine wema wake ambao alishakufanya. Kwa sababu na imani binadamu yote na wema na ubaya. Nataka nifahamu kwenye wema upi ambao unakumbuka kutoka kwa mume wako. Nakumbuka vingi kwa sababu ni mwanaume ambaye kwa mtu asiyomjua anaweza, yani ni mwema sana. Ni mstaarabu, mtaratibu, ni mzee wa ushauri. Ni mwanaume ambaye yuko romantic. Na si vingine masuala ya hela sasa. Sampampa. Kuhusu hela naweza nikasema na miss kwa sababu pia mimi hela nilikuwa siteseki kwa sababu hela zilikuwa ndani za kuchota tu na beba ni kiasi ninachokitaka. Naenda kufanya zangu shopping, kwa nafanyaje? Kuhusu swala la hela lilikuwa sio shida. Ikitokea wewe tangu umeondoka ni muda mrefu na yeye kama mwanaume inabidi apate mke mwingine. Ikitokea amepata mchumba mwingine na wewe umepata taarifa kwamba mume wako ambaye ni ulikuwa naye kipindi chote anaoa mke mwingine, utajisikiaje wewe kama mwanamke? Kama
binadamu naweza nikaumia kidogo, si unajua? Naweza nikasema kwamba sitaumia, lakini nitaumia kidogo na sitofuatilia, na nitashukuru tu huyo atakayekuwa ameenda, kuna vitu umenipokea. Yeah. Ikitokea ameamua kukuletea miujiza yake ya kishirikina na ukaona kabisa wewe umefeli, inabidi urudi kwake, utafanya maamuzi gani? Utarudi au upo tayari kufa ila si kurudi kwa wewe mume wako? Kwa kweli nitakuwa niko tayari kufa, lakini sio kurudi kwa yule mwanaume. Na pia sasa hivi mimi naswali sana. Kwa kuja kuniingilia, sijui aje kwa mbinu gani. Naswali mno. Sasa hivi ukimwona mchungaji ambaye ana miujiza mikubwa sana, kwa macho yako na kwa fikra zako, kwa ulivyoisha hayo mazingira, unamtafsiri ni mchungaji wa aina gani? Atakuwa hana utofauti na mume wangu. Ni wale wale tu. Yeah. Na anayefanya uponyaji? Yaani wote ni wale wale, kwa sababu ninapokuwa nimeishi kwenye ndoa ya mwanaume ambao ni mchungaji mkubwa anayejulikana, kwa vitu vingi navifahamu. Kwa sasa hivi niseme ukweli, labda niolewe na mtu wa kawaida tu. Ya, hata ni bora hata wewe asali huko. Utakuja kusali huko kwenye makanisa mengine. Nyumbani mlikuwa mnaishi tu wewe na mume wako au kuna watu wengine pia walikuwa wanaishi hapa nyumbani? Nilikuwa na wadada wa kazi kama 3, wasichana wa kazi, pia kuna mahouseboy 4. Lakini mimi walikuwa wanapika, mimi lazima nipeleke chakula, na mimi nilikuwa mama wa kushinda nyumbani sana kucheki mazingira. Si unajua mabinti anaweza kaenda kufungua mlango ambao umekataliwa kufunguliwa. Ya, kwa nilikuwa muda mwingi nautumia kushinda nyumbani, sio kwa sababu napenda kushinda nyumbani, hapana. Nilikuwa niwe makini na vitu ambavyo navilinda. Mimba yako ina muda gani sasa? Mimba yangu mpaka sasa ina miezi 8. Hali? Karibia kujifungua. Nakaribia kujifungua. Mimba yangu ina miezi 8 na namuomba Mungu tu nijifungue salama na mtoto wangu aendelee kuishi. Nani amekufa sasa? Hapana. Hicho kitu nakikemea kwa kweli. Namuomba Mungu sana anisaidie. Mume wako alikuwa anafanya vitu vyote hivyo, lakini mpaka hapo sijaona mrithi. Yaani alikuwa hatengenezi mrithi. Alikuwa anataka hizo mali zije kwa za nani? Au alikuwa anataka hizo mali, au hizo mali zilikuwa zinawasaidiaje watu wengine? Kuhusu mali sijajua, labda watoto wa kaka zake, labda kwa watoto wadogo zake, sijui nini. Labda ndo atakuja kulisi. Sasa atakuja kulisi nani? Kwani mali za kimashetani huwa zinalisiwa kweli? Unarithi, zipo zinavyomilikiwa na watu wengine. Sasa nakupa na masharti pia kuziendesha. Sijajua, labda kama watoto wa kaka yake, kwa sababu wapo vijana wa kaka yake, sijui. Lakini wewe ukuona kama una nafasi ya kuzilisi zile mali? Hapana. Yaani nafasi ya kuilisi ile mali. Kwanza tolea mfano kwamba umri ule amekuja kunioa mimi binti mdogo. Kumbuka kuna wake wenzangu ambao nilikuwa nawahudumia chakula ndani. Unamaanisha nini mtazamaji? Yaani kwa maana aliwaua au ni nini? Wake zake wamekufa. Yaani historia za wake zake hamna mwanamke aliyomwacha. Wake zake wote wamekufa na ameoa wanawake karibu 4. Na wote wamepoteza maisha. Wote kwa ndoa kabisa. Yes, na pia na mabinti 2 na kijana mmoja, wote amewapoteza maisha. Haya, na wao ndo nilikuwa nawahudumia chakula. Mimi ni nani mpaka niende nikawamiliki hizo mali? Unakuwa unajitafutia kifo. Kwa kweli ndio maana niliamua kuondoka. Nilitoroka kabisa kupotea kwenye maisha yake, yani nisije kuonekana. Yes. Hivi alikuwa anaenda kuanga usiku, yani kupaa? Alikuwa na watu wake ambao unaweza ukasikia tu makelele, lakini sasa wakati huo sisi tulishapiga marufuku. Yani ikifika saa 4 nitakiwa muwe wote ndani. Anapoondoka na nini? Hatuwezi kumuona kwa sababu yeye ana chumba chake anacholala na chumba chake kimejitenga kidogo. Kutokulala na wewe mara nyingi, kukutana kimwili na maanisha, unahisi ilikuwa ni masharti au alikuwa yuko busy na wao ushirikina wake? Yale ni masharti kwa sababu kuna jini ambaye natakiwa alale naye kila siku. Kuna jini ambaye natakiwa alale naye kila siku. Mwambie mtazamaji kule, yani mwambie ni nani ambaye analala na jini kila siku. Wewe mwelekeze vizuri ili aweze kuelewa. Ni mume wangu alikuwa anatakiwa alale na jini kila siku. Anapotoka kulala na jini, yani kukutana kimwili na jini. Akishamaliza
anaenda kwenye kitanda chake ambalo ni jeneza. Yeah. Kwa kifupi wewe ulikuwa kama ni pambo tu kwenye nyumba yake. Yaani kwa macho ya watu onekane kwamba ana mke, kwamba yule ni mama mchungaji, lakini sio kama nilivyokuwa hivyo, yani wanavyofikiria, kwa sababu kukutana naye tukutane. Yeah. Unamwambia nini mtazamaji ambaye anaona wewe ni mwanamke jasiri, shupavu, ambaye umefanya maamuzi sahihi kabisa? Una nini cha kumwambia na yeye pia? Napenda kuambia watazamaji wanaonitazama kwa sasa, wafikie hatua wafanye maamuzi ambapo wanaona kabisa ndoa yake haiko sahihi au anaishi mazingira ambayo hayako sahihi. Afanye maamuzi kuliko kuishi sehemu yenye mateso. Ndio ile unakuta mtu kajitundika, kajinyonga, anasema wali jinyongaje sijui nini. Unakuta mtu anakaa na vingi moyoni, mateso. Yeah. Sasa hivi unafanya kazi gani? Sasa hivi nipo nafanya tu na vigenge hivyo, nauzauza vinyanya nini, vitumbua na choma. Yeah. Okay. Mtazamaji, ningekwambia yuko wapi, lakini ningekwambia yuko wapi utatuchonganisha bwana, kwa sababu sisi tunataka kwanza mtoto azaliwe ende baadaye tufanya utambulisho. Nashukuru sana kwa muda wako madam, umetupa vitu vingi sana. Asanteni na nyinyi kwa kweli. Uwe na wakati mwema sana. Amina. Inshallah. Asante. Okay, mtazamaji, nikutakia wakati mwema na kupenda. Bye bye.